Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa wa CCM Alhaji Adam Kimbisa, Daktari Ashatu Kijaji, waziri wetu wa maliasili na utalii, Mheshimiwa Festo Dugange, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Nitambue kwa kipekee Mheshimiwa mbunge wetu mwenyeji wa jimbo la Chemba, ndugu yangu Kunti. Nitambue pia uwepo wa Mheshimiwa mbunge wa mkoa viti maalum Jessica Mbogo. Nitambue uwepo wa katibu mkuu. Tumepata bahati ya kuambatana na katibu mkuu wa Wizara ya Maji, mwanamama jemedari. Hongera sana ndo katibu mkuu, kazi yako inaonekana. Nitambue uwepo wa katibu tawala wa mkoa wa Dodoma. Nitambue uwepo wa katibu wetu wa CCM mkoa wa Dodoma, pamoja na kamati zote za siasa. Kwa heshima nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini. Tunawashukuru sana kwa dua na sala. Asanteni sana. Tunawashukuru sana. Asanteni kwa kuungana nasi. Nitambue uwepo wa viongozi wengine wote, mkuu wa wilaya mwenyeji pamoja na mapacha wenzako, Kondoa, kurugenzi, pamoja na viongozi wote. Nitambue vijana wetu wa hamasa, nawashukuru sana. Akina mama na Samia, na kwa kweli mmependeza. Na nitambue uwepo wa wananchi wote wa Chemba. Jamani hodi. Jamani hodi. Jamutondo we. Jamusi. Jamirimo. Sante. Navenda matukuvi. Haya, asante sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, wakati Mzee Kimbisa anatambulisha mkoa huu, alianza kwa kuomba radhi. Alisema mkoa huu bwana kote, mkuu wa mkoa Dem, mkuu wa wilaya Dem, katibu wa chama wa mkoa Dem, mbunge wa Chemba Dem, mbunge wa Kondoa Dem. Kataja hivyo, lakini akawa anaomba radhi. Ni vile imezoeleka hivyo. Demu imeanza siku hizi kwa Kiswahili imekuwa ikitumika na vijana, lakini kwa sisi tunaofahamu Kifaransa, ambako ndiko neno hili lilikochukuliwa, demu ilichukuliwa kutoka kwenye lugha ya Kifaransa, ikiwa inamaanisha kwa Kiingereza a lady. Lady ni demu. Alafu Kiswahili tunafupisha B. Bibi ile tunafupisha B. Kwa Bi Ashatu, Bi Rozi, Bi Kunti, Bi Mwajuma. Kifaransa ni dem. First lady ni premier dem. Kwa hiyo alikuwa sahihi. Ukiweka Kiingereza ambacho ndo kinajulikana na wengi, we have a lady as a regional commissioner, a lady as a minister for natural resources and tourism, a lady as a member of parliament, a lady as a PS and
water and a lady katibu wetu wa chama. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ulikuwa sahihi tu, tena umeiweka kwa heshima kabisa, umeiweka kwa heshima kabisa. Niliona nianze na kakionjo hako ili na watani zangu wa Kirangi wasijue najua Kirangi tu, hata Kifaransa najua. Ale na venda sana. Venda mantu kuvi. Mantu kuvi. Lakini tambue pia uwepo wa viongozi wetu. Nimemwona Mheshimiwa mbunge mstaafu ndugu Alhaji Juma Nkamia. Juma Nkamia kama ndugu, kama mwimba shairi alivyoimba, ni rafiki yangu sana, ila alikuwa ananiudhi. Alikuwa anatangaza baadhi ya magoli ya timu fulani hivi kwa madaha sana. Timu nyingine ikifunga unasikia tu go, wamepata goli hapo. Sasa timu nyingine ikifunga mpaka sauti yake ile ikawa inatumika kama kionjo. Natambua viongozi wote, na kabla sijaanza salamu zangu binafsi, niombe kuwaletea salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana. Nilimuaga Mheshimiwa Rais kwamba nitakuwa ziara mkoa wa Dodoma, akanituma mambo matatu. Moja, akanituma niwafikishie salamu za upendo, anawasalimia sana. Na pili, Mheshimiwa Rais alinituma tuendelee kuombea nchi yetu iwe nchi ya amani, nchi yenye umoja, na nchi inayopiga hatua kwa pamoja. Ndio maana ya kauli mbiu ile ya kazi na utu, ikiwa inamaanisha tuchape kazi huku tukijali utu wa kila mmoja. Mnufaika wa kwanza wa amani ya Chemba ni mwanachemba mwenyewe. Mtu wa kwanza wa kuathirika amani ikivunjika Chemba ni mwanachemba mwenyewe. Kwa hiyo namuelewa sana Mheshimiwa Rais anaposisitiza amani, pendo, mmoja wa kitaifa. Ninyi mikoa hii na wilaya hizi mlizojaliwa rutuba kwenye ardhi yenu, ni moja ya maeneo ambayo mko na mchanganyiko wa nchi nzima. Hata hapo mlipokaa mko na kila mtu wa kutoka kila eneo, kila pande za nchi yetu. Na jambo la tatu, Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie kwamba yale aliyoyaahidi wakati wa kampeni na yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi yatakwenda kutekelezwa. Na mimi niwaambieni ndugu zangu wa Chemba, Mheshimiwa Rais alishajitambulisha kwamba yeye ni kiongozi wa matokeo kwa kazi alizofanya katika kipindi cha miaka takriban 4 kwenda 5 awamu yake ya kwanza. Ametekeleza miradi mingi sana ya kila sekta, ambayo miradi hiyo inakwenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Rais alikuta kuna wilaya zipatazo zaidi ya 100
ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Mheshimiwa Rais alijenga hospitali za wilaya kwenye wilaya zote ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya kwa mpigo ndani ya miaka 4 kwenda 5. Alijenga vituo vya afya kwenye makao makuu ya tarafa na baadhi ya kata za kimkakati zaidi ya 600. Alijenga zahanati zaidi ya 2700. Alikwenda kujenga hospitali za rufaa, hospitali za kanda. Lakini pamoja na kujenga hivyo, aliona matibabu sio majengo. Mheshimiwa Rais ametengeneza rekodi katika kipindi cha miaka 4-5 ya kwanza kwa kununua vifaa tiba vya kisasa vya kiuchunguzi ambavyo hatukuwahi kuwa navyo katika maeneo mengi hapa nchini. Tulikuwa na MRI takribani hospitali 2 au 3 tena Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais ameweka MRI kwenye hospitali zote za rufaa na za kanda. Hamna kusubiria mtu atoke sijui wapi aende mpaka Dar es Salaam. Tulikuwa na mashine za kichunguzi za CT scan 13. Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI anashughulikia mambo ya afya anakumbuka. 12 au 13. Mheshimiwa Rais ameweka kwenye mikoa yote na ziada baadhi ya manispaa. Hakuna mtu kutoka mkoani kwenda Dar es Salaam kwenda kufuata vipimo vya CT scan. Sijui ultrasound, sijui nini, halmashauri karibu zote. Hiyo ni eneo moja la afya, na hapa nimetaja kwa yale yaliyo na kumbukumbu kubwa, lakini yako mengi. EMD zote zilijengewa upya na kuwekewa vifaa, mitambo, mitungi ya gesi, majengo mitungi ya gesi karibu halmashauri zote. Ninyi mnakumbuka mambo ya masuala ya gesi, ilikuwa mpaka uende katika baadhi ndio unasikia kwamba kuna huduma hiyo ya gesi. Akaweka ambulance zinazotembea zenye hadhi ya ICU kila mkoa, na gari yake yenye ambulance yenye hadhi ya ICU. Hiyo ni tafasiri ya utu. Mtu anayeimarisha eneo linalogusa maisha analenga kulinda haki ya kuishi ya kila Mtanzania. Ukienda kwenye elimu hivyo, tungali tunasoma, wengine tulikuwa na vyuo vya ufundi 5. Mheshimiwa Rais amejenga shule za amali 103. Na jana nimepita hapa nimeona shule ya amali. Na kwenye hizo 103, 29 ni za mkondo wa uhandisi, engineering. Nilipita Tabora nikakuta mtoto wa miaka 15 anasoma engineering. Wale mainjinia ambao sisi tulikutana nao chuo kikuu pale Dar es Salaam. Hii yote itakwenda kubadilisha maisha ya vijana wetu wa Kitanzania, kwa sababu watakwenda kujifunza masuala ambayo yanalenga ujuzi moja kwa moja. Alikuta zaidi ya wilaya 60 hazina VETA, akaelekeza zijengwe kwa mpigo kwenye wilaya zote ambazo hazikuwa na VETA. Shule za msingi zaidi ya 2700, madarasa zaidi ya 1079, shule za sekondari zaidi ya 1300 kwa mara moja. Hata leo tumesikia hoja ya maji, na nimepita kwenye mradi mmoja wa maji, pamoja na miradi ya maji ambayo imetekelezwa na inayoendelea kutekelezwa, ambako sasa tumebakiza takriban vijiji 1300 kumaliza vijiji vyote viwe na maji. Lakini bado Mheshimiwa Rais alinunua mitambo ya kuchimba maji. Kila mkoa una mtambo wake. Zamani tulikuwa na mitambo ipatayo 3.
Kwa hiyo Chemba, mkiwa mnahitaji mtambo, mnausubiri ule ule ulioko Nachingwea. Mheshimiwa Rais, kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji. Kila ukanda una mtambo wake wa kupima maji yako wapi. Kila ukanda una mtambo wa kuchimba mabwawa.